Bana, Zuchu, Diamonds pamoja na Wasafi kiujumla, kumekuwa na malalamiko mengi sana kwa watu wa burudani kuhusiana na Mbosso Khan. Tunafahamu ya kwamba Mbosso aliweza kutoa ngoma yake ambayo inaitwa Darasa la Saba, na paka muda huu ngoma hiyo ya Mbosso inafanya vizuri sana katika mitandao tofauti ya kijamii pale YouTube, hata huko katika viwanja majukwaa ya mengine kama TikTok. Sasa watu wamekuwa na maswali mengi sana kutoka kwa Zuchu, Diamond pamoja na Wasafi. Wanasema ya kwamba kama wamemkataa, wamempunguza Mbosso hivi, unajua tangu atoke pale katika lebo ya Wasafi WSB. Yes, hii ni baada tu ya watu kudai kwamba mbona sasa hivi Zuchu amsupport Mbosso, hata kwa sababu ametoa nyimbo basi apost pale katika peji zake za kimitandao pale katika ukurasa wa Instagram katika zile Insta story. Lakini Zuchu sasa hivi amekuwa afanyi tena hivyo, lakini hapo mwanzo Zuchu alikuwa ni miongoni mwa washikaji wa karibu, ma best friend, ma BFF wa nguvu sana kwa upande wa Mbosso Khan. Watu wanauliza why sasa hivi imekuwa ni kwamba kama Zuchu ameamua hivi kufanya mitikasi yake mengine. Of course hata kwa Diamonds Platinum watu wanasema ya kwamba kipindi cha nyuma Mbosso na Diamond walikuwa na ukaribu mkubwa sana, yani ukaribu ambao yuko nao sasa hivi Divoice pamoja na Diamond ndio ukaribu ambao walikuwepo nao Diamond pamoja na Mbosso. Tunajiuliza kwa nini watu wakafika mbali wakasema ya kwamba baadhi ya wasanii wameweza kutoa nyimbo na katika zile peji za kijamii za media ya Wasafi waliweza kuposti. Umeona bwana, Dogo Lema na wasanii wengine waliweza kutoa project zao, lakini Mbosso ametoa project na tena ambazo sasa hivi ndio imekuwa inabamba sana. Lakini ukienda pale katika zile peji za IG za Wasafi Media pale Mbosso hajaweza kupostiwa kabisa. Watu mjadala ukaanzia hapo. Why, kitu gani kinachoendelea sasa hivi kati ya Wasafi kwa ujumla na Mbosso Khan? Je, ndio kusema ya kwamba kila mtu afanye maisha yake? Okay, tunaweza kusema kila mtu afanye maisha yake, umeona, ila kwa sababu kazi zinawafanya muda mwingine watu, umeona bwana, kupunguzana. Tunafahamu kwamba labda Mbosso kipindi cha nyuma alikuwa pale Wasafi, ndio maana Zuchu alikuwa anamsupport, hata Diamond alikuwa akimsupport. Umeona bwana. Sasa hivi kwa sababu Mbosso ameamua kujitegemea, ni msanii ambaye ni mtu ambaye ana usimamizi wake ambao tunafahamu kwamba naye ameanzisha Khan Music, yuko na uongozi wake. So majibu ni kwamba of course watu wakawa wanajiuliza maswali kusema kwamba huenda wanamlaumu Zuchu, Mbosso ni mshikaji wake anashindwa kumsupport. Umenyelewa bwana, tunafahamu kwamba pia Zuchu yeye yupo kwenye uongozi. Umenyelewa bwana, Zuchu pia ana mipaka yake, tunajua tufahamu ya kwamba Zuchu alikuwa anamsupport Mbosso kipindi kile kwa sababu Mbosso binafsi mwenyewe halikuwa pale ndani ya lebo ya Wasafi of course, na tunajua ya kwamba watu wakishakuwa kwenye sehemu moja, ofisi moja, ni lazima kusupportiana. So watu tupunguze kidogo mijadala, maswali yasiwe mengi. Tufahamu ya kwamba Zuchu kutomsupporti Mbosso labda kwa kuposti challenge zake katika Insta story pale katika mtandao wake, peji yake ya Instagram, hata pale Snapchat na TikTok, yetu simlaumu kwa sababu tayari watu hao wawili wanafanya kazi katika ofisi tofauti, ila ushikaji upo. Sidhani kama mimi eti Zuchu na Mbosso sasa hivi wakikutana kwamba ile hakuna tena maongezi kama hapo zamani, no, ila kwa sababu biashara wanayofanya na Mbosso zinafanana, basi natakiwa kila mtu basi aangaike kiupande wake. Hata the same kwa Diamond, tukumbuke kwamba Diamond hata Harmonize alipoondoka pale alistop kabisa masuala ya kwanza postiana kwa sababu kila mmoja ameamua kufanya kazi katika njia zake. Hivyo basi hata kwa Zuchu na Diamond na Wasafi Media kwa ujumla, of course labda media ya Wasafi ndio tuilaumu kwa sababu wao ni media. Of course ni haki yao kuwajulisha watu kwamba Mbosso ametoa kitu gani, watoe habari of course ili watu wafahamu kwamba kwa muda huu Mbosso ametoa project fulani kwa sababu ni chombo cha habari of course. Lakini Zuchu tusimlaumu, Diamond tusimlaumu kwa sababu Zuchu, Diamond na Mbosso tunafanya kazi moja. Zuchu yupo under lebo ya Wasafi, Diamond ndio mkurugenzi wa Wasafi, Mbosso sasa hivi ni mtu ambaye anasimamia brand yake ya Khan Music. Kwa hiyo inshallah tujue kwamba mipaka ndio inafanya haya yote sasa hivi yatokee, na hakuna kitu chochote, hakuna magombano wala makasiliko. Of course subscribe kwenye YouTube channel yetu kama Kingzan TV ili uendelee kupata habari zaidi za kiburudani kutoka kwa master wako wa kila siku hapa Kingzan TV.